lakini tatizo kubwa labda ni mambo ya misiba. Kwenye msiba kila mtu anakuwa na utaratibu wake. Nani alikuwa mchokozi kwa mwenzake pale mpaka mkarushiana ngumi? Kwenye msiba watu tunapokuwepo, kila mtu ana utaratibu wake na kila mtu ana uhuru wa kufanya chochote kwenye msiba. Kwa hiyo kama mtu uko zako msibani, kama mtu unachukua matukio, na ndio maana uliona kwenye msiba kila mtu amekaa na akachukua nini? Matukio. Miss kama mtu amechukuliwa anaweza karudishwa. Si ndio? Sasa tunaweza tukamrudisha Karen. Sasa hapo sasa ni kutokana na familia wenyewe. Sawa? Ni kutokana na familia wenyewe. Sawa? Alafu hususa kitu kingine sasa hii familia, kwenye familia imehusika. Sawa? Katika kipindi hichi ambacho kipindi hichi jambo limepita hili, sawa? Katika kipindi hichi cha jambo limepita hili. Sawa? Mpaka 40. Sawa? Kabla ya 40, sawa? Mgonjwa huyu anaweza akarudishwa, akakaa vizuri. Ikishapika 40, huyu hawezekani tena. Kwa hiyo kabla ya 40 Karen anaweza akarudishwa duniani. Watazamaji wa Pafenga Media mmesikiza, kabla ya 40 zikifanyika jitihada Karen anaweza karudishwa duniani. Naam. Kwa hiyo naamini wanafamilia na wananchi wa Tanzania ambao tumekumbwa na msiba mkubwa wanakusikiliza na wanakutazama. Kwa hiyo familia inaweza kukutafuta muda wote kuanzia sasa na mkazungumza kitu. Kwa kutafuta unaweza kuzungumza, mkakaa mezani mkazungumza. Tunakaa mezani tunazungumza, tunaangalia namna ya kutafiti, sawa? Kwanza hii vita hii nini yenyewe hii, sawa? Hili swala hili kwanza, sawa? Hili swala la huu ubaya kwanza upo kwenye familia umomo. Sawa? Sidhani kama unaweza wakanitafuta. Sawa? Lazima kutakuwa na mabishano kati ya wao familia hawa. Sawa? Kwa hiyo ili jambo chimbuko lake ni ndani ya familia. Momo familia. Ili jambo liko kwenye familia momo. Lakini ukitafutwa chochote kinawezekana. Linakwisha hilo swala hilo. Mimi nakwambia mimi ni mganga, sawa? Mimi ni mganga. Achana wao piga makelele kwa sababu wanapiga makelele. Tunachoka kuambia wewe ukatangaza kivumbasi kinatibu mtu wakati mtu achachukuliwa huko. Kweli. Naam. Kwa sababu neno moja kwa familia. Familia mimi kwanza nawapa pole kwa msiba huo. Nawapa pole na Mwenyezi Mungu awatie nguvu, awape faraja, sawa? Na neno zito nalipeleka kwa hawa mabwana, sawa? Kwa hawa mabwana hawa madaktari hawa wawili hawa, sawa? Wanatuchafulia, wanachafua mtandao hawa mabwana hawa. Sawa? Hiyo nani yao waache kabisa, kwa sababu huyu mwingine huyu bwana Manyaunyao tena nisha kumsikia anasema hakuna mganga anayeweza hapa Tanzania. Hakuna mganga anayeweza akamfikia yeye. Mimi nikamwangalia kwanza ni mtoto mdogo kwanza. Sawa? Ni mtoto mdogo kwanza, nikiangalia kwanza yeye mwenyewe yani nikasema ni mtoto mdogo kwa sababu, sawa? Huyu bwana labda nikupe historia kidogo, sawa? Kuna baadhi ya sehemu huyu bwana ashawahi kujenga nyumba. Manyanya. Huyu Manyaunyao huyu. Kuna sehemu kajenga nyumba akachimba na kisima. Sawa? Kuna wazee wakasema wewe tuangalie. Kisima kile hakina maji mpaka saizi. Kilitoa maji muda, sawa? Kile kisima saizi hakina nini? Hakina maji, kimezimika maji. Kwa angekuwa ni mwingine pale yale yangekuwa natoka maji pale. Hamna kitu, itapeli tu. Kwa utapeli. Kwa hiyo sasa ndio kama ni hivyo nilivyokuambia, sawa? Kuwapa tahadhari kama nikwambia hizo kelele waache, na kama familia wanasikia hii, sawa? Mimi niko tayari, sawa? Niko tayari kwa yote, kwenye media zote niko tayari. Kama kuna jambo linalofanyika ni familia, mimi nikae chini, sawa? Nifanye majambo yangu. Wanapiga makelele tu, piga makelele, sawa? Unajua nikwambie kitu, ama piga kelele ndio wametangulia wapiga makelele, sawa? Wanatangulia vyura. Unajua vyura ndio wanatangulia, lakini tembo hapo nyuma. Tembo hapo nyuma akipita na ukanyaga, sawa? Kwa hiyo mambo mengine ya mitandaoni ya kila siku haya wakome kabisa, wayaache, sawa? Wasicheze na maisha ya watu. Hakuna kitu kibaya kama kucheza na maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anapokupa anasema mimi nimekupa, anasema amekupa, ameweka matumaini kwako. Sawa? Amekuamini. Sawa? Halafu wewe unaweka maisha yake rehani, ni kitu ambacho
sio sahihi. Sawa? Maana tayari umeshakuwa na roho ngumu, moyo wako una damu. Sawa? Hawa huyu manyaunyau na pazi, huyu pazi sijui panzi sijui nani, hakuna uganga wanayo. Hapa hakuna mganga kati ya watu wawili hawa. Sawa? Okay. Hakuna hakuna bwana. Na huyu pazi huyu sawa, huyu pazi huyu sawa. Huyu pazi kinamhangaisha ni ndagu. Sawa? Umeona? Unajua ukiona uganga wa ndagu ni uganga wa kuua watu tu, kuua watu nafsi za kuua. Kama una mfalme hawezi kuua mtu. Sawa? Mfalme hawezi kuua mtu, lakini wewe utakapoingia kwenye ngome ya kifalme kuleta balaa, utakachokiona mwenyewe, sawa? Utakachokiona mwenyewe, kitakachokukuta mwenyewe, sawa? Kule katika dunia hii utaomba Mungu ardhi ipasuke ingie. Sawa? Kwa mfalme kama mfalme hawezi kukaa na kujigamba kuua watu siyo nini. Kwa hiyo mimi niseme kwanza kwa hilo niseme tu ninachosisitiza kwanza, huyu bwana kuna manyaunyau. Huyu bwana manyaunyau huyu na huyu pazi huyu. Sawa? Hapa hakuna mganga. Sawa? Mimi nawaambia leo nawaambia leo raia, nawaambia leo wananchi, nawaambia wote media kote mnakonisikiliza, hawa hamna kitu, ni matapeli tu. Sawa? Ni matapeli. Na kama wanasema wanabisha, kama kuna mtu yote anabisha, sawa? Nataka mimi naweza niweke ligi nao hawa wote hawa. Sawa? Waitu hawa wote mbele yangu wote hawa. Tuweke mitandao hii itukusanishe wote pamoja. Sawa? Watu wanaona kama ni kukodi ukumbi, tutakodi ukumbi. Sawa? Tuchukue ukumbi, halafu waitu wagonjwa tuwainue. Sio wagonjwa wa mchongo, tutawaangalia wagonjwa. Tulete wagonjwa, wale wagonjwa watoke, watu waje wamebebwa, watoke wanainuka. Wote yule akae pale, mimi nikae hapo kwenye kiti changu. Sawa? Kama ni waganga kweli hawa. Lakini hawa hakuna kitu chochote. Hakuna mtu kwanza anaweza kanani hivyo. Hakuna pale hakuna. Kwa hiyo uganga wa ndagu hivi ndio uganga wa kuua watu. Mashariti. Ni uganga wa mashariti. Kwa sababu mtu wa hivyo kwanza hana huruma. Okay. Yuko tayari kufanya lolote, yuko tayari kuua manake. Sawa? Yuko tayari kufanya lolote, jambo lolote kwake ni sawa. Sawa? Sasa ndio kama nilivyokuambia, mtu anakuwa na nafsi ile nafsi hata mbele za watu anakuambia nitakupiga risasi mbele za watu, wewe unamchukuliaje mtu kama huyo? Sawa? Na wote watu wanamwangalia, anajua bana mimi hapa katika media hii naangaliwa na nini, naangaliwa na wateja wangu. Kuna watu wananiangalia, kuna watu wananifuata mimi. Sawa? Kwa sababu wewe mganga, kama mganga wewe inabidi uwe kiongozi. Sawa? Sisi ni viongozi. Sasa sisi ni wafalme, inabidi tuongoze bana, mimi nina shida yangu, wewe shida yako pita hivi. Bana mimi tumekosea na mtu, mmekosea na mtu bana, hapa kuna mtu kaleta faraka. Kuwaweka watu sawa. Sasa wewe unakuwa ni chanzo. Sisi hatuko hivyo. Kwa sababu mganga kama mganga sio hivyo. Sawa? Hivi kwa tofauti gani kati ya mganga yule ambaye anatoa utajiri kwa kuua, kwa kukupa masharti ya kafara ya kuua, na mchawi? Huyo hana utofauti. Hana utofauti. Mganga huyo wa kutoa ndagu ya kuua na mchawi hana utofauti. Sawa? Wote wachawi. Wote ni wachawi hao. Sawa? Huyo sio mganga. Mganga haui. Sawa? Mganga kama mganga anapoamua kwenda kukusaidia bana, kusaidia wewe. Sawa? Na kusaidia na kukupa kinga, anayekuja anakufa. Sawa? Bana kuna watu wanakufuatafuata, sawa? Na kutengenezea hiki kitu, atakayekuja na nini? Anakufa, anakuja kufanya ubaya, ataondoka. Sawa? Ndio mganga. Sawa? Sasa huyo mtu anayekutengenezea watu mganga, anakupa dawa, ukamoe mtoto wako kwa sababu wewe kwanza, sawa? Wewe ndio kwanza, wewe ule utengeneza jambo hilo, wewe ndio muhusika kwanza wa kwanza. Muhusika wa kwanza, wewe ndio muuaji wa kwanza uliua. Pasipo kutengeneza wewe, yule asingetengeneza, nini. Sawa? Mbona kazi zinakuja nyingi sana, hizo kazi za mimi nataka ndagu zipo ndani, mimi naweza kutengeneza ndagu. Sawa? Lakini sasa ni vitu ambavyo mimi siwezi nikashiriki. Sawa? Kuna maisha ya leo, yule naimua anayemwambia kamwe mtoto wake ni kama mwanangu mimi. Okay. Anayekamwe baba yake ni kama babangu mimi. Akamwe mama yake ni kama mamangu mimi. Kwa hiyo sasa huyu kama hili uliosema utofauti ya mganga anayetoa ndagu na mchawi hawana utofauti. Ni mchawi, wote ni wachawi. Ni watu ambao hawana hofu ya Mungu. Sawa? Kwa sababu hii kazi hii tunafanya, hii kazi inabidi kwanza tuwe na misingi. Misingi ya kuwa na kazi hii ni misingi ya kuwa ya hofu ya Mungu. Kwa sababu unajua mimi nafanya kazi hii, kesho naenda wapi? Sawa? Na kama utafanya kazi hii kwa hofu ya Mungu, hakuna binadamu yeyote anaweza kukusumbua wewe hata kwenye dunia hii. Mwanadamu yeyote
Sawa? Kwanza mimi hapa nilipo. Kwanza. Sawa? Mimi hapa nilipo. Mtu yote atakapotaka kufanya jambo kwangu, jambo baya, tayari najua. Sawa? Kabla anaanza kukorokota makorokocho yake nichaambia bwana kuna kitu kinafanyika. Kuna mtu anafanya hivi. Sawa? Kama nifanye kama nikuzibue, kama nifanye hivi, sawa? Kama nirudishe gombola, kama nifanye hivi, mimi najua. Yaani utakachokifanya wewe, utakapoanza kukorogota matunguli yake ya kichawi, kwanza kutaka kufanya kwa rubi falume hii, sawa? Kabla hujafanya tayari nishaambiwa bana kuna kitu kinafanyika. Au waganga ambao ni fake wako mtandaoni. Na kama tunavyojua ulimwengu sasa hivi umekuwa wa kidigitali. Watu wengi wako mtandaoni. Watu wengi wanaaminishwa vitu ambavyo sio sahihi wala sio vya kweli na waganga fake. Huoni kama kuna ulazima wa kutumia hii mitandao ya kijamii kuokoa wale watu wengine ambao wapo kule wadanganyika na waganga fake? Ndio kuokoa kudanganyika, ndio hizi habari zimezagaa. Ndio maana nikakwambia kwa hawa wanaojiita mabingwa, sawa? Wanajiita wenyewe ni majiniazi, ni mabingwa. Na ndio maana nikasema kitu kimoja, sawa? Kwa msikilizaji yule anayesikia, mimi niko sawa, nikasema niko tayari, sawa? Niko tayari, sawa? Kwa sababu media kama mitandao, sawa? Wanaweza wakakaa kama hivi, wakajaliana kama hivi, sawa? Niko tayari sisi kama wananchi, sawa? Okay. Sawa. Hili swala la hawa mabwana wapo kwenye mtandao. Sawa? Na hili swala inabidi lishike nini? Kwenye mtandao. Sawa? Kwa hiyo sasa kama watu wanaweza kujitolea, kuna mtu anaweza kujitolea wakasema jamani nyinyi hao mabwana na huyu aliyesema nyinyi sio waganga, tunataka tuwakutanishe sehemu moja. Okay. Sawa? Kuwatanisha sehemu moja, tunachukua ukumbi sehemu, tunataka watafute wagonjwa kwenye mitandao humu. Sawa? Okay. Wagonjwa ambao wanayeumwa magonjwa ambayo yameshindikana. Okay. Sawa, magonjwa hayaonekani, wamezunguka sana. Sawa? Wale watu wale, sawa? Waletwe pale, sawa? Yule bwana Manyaunyau apewe wagonjwa 3 5, huyu hapa apewe wagonjwa 5, kama na mimi nipewe wagonjwa 5, sawa? Tuangalie. Kwanza kabla ya kuangalia, tunajiridhisha kwanza. Sawa? Tunawaangalia wote wale magonjwa yao wote pale. Sawa? Tunaangalia, tunajiridhisha huyu hapa. Sasa tunaangalia namna ya kuwarudisha, kuwatengeneza kama amekuja na stroke, kama amekuja yuko hivi, kama amekuja amebebwa, tuangalie wagonjwa gani watakaosimama. Okay. Sawa? Wagonjwa wangu nitakaoangalia mimi, sawa, atawatibia yeye. Okay. Sawa? Wagonjwa nitakaoangalia yeye, nitawatibia mimi. Sawa? Nitampa wagonjwa, nitaangalia wagonjwa, alafu nimpe awatibie. Alafu yule ataangalia wagonjwa, na yule ataangalia wagonjwa, atadipa wenyewe waangalia wagonjwa wao, wanipe niwatibie. Alafu wagonjwa wangu mimi nitakwenda kuangalia, niwape watibie wenyewe. Sawa? Okay. Niko tayari kufanya hivyo. Ili kulizima ili kuwasawazisha, sawa? Kuwasawazisha ili aonekane mganga, kwa sababu wamekuwa wakisema hakuna mganga anayewazidi. Sasa anatukula sisi ni waganga, sisi ni professional, sawa? Okay. Sisi ni waganga, ni professional. Sisi tunatibu na kutibu. Sisi tunatibu, yani sisi tunatibu, yani tunatibu hakuna maradhi, sawa? Isipokuwa yani uzee au kifo tu. Okay. Isipokuwa nini? Mara kifo. Yani isipokuwa kifo. Kifo siwezi kuzuia. Sawa? Uzee siwezi kuzuia. Okay. Sawa? Kifo siwezi kuzuia na uzee siwezi kuzuia. Kwa hiyo ngoma mpaka uzee. Uzee. Uzee siwezi kuzuia. Hapo Mungu mwenyewe. Sawa? Okay. Asante sana Dr. Hamza. Bana hapa sasa hivi kuna watazamaji wa Pafenga Media wanakutizama. Walio wengi naamini kuna watu wana maradhi mbalimbali, lakini pia kuna familia ya marehemu Karen wanakutazama kupitia Pafenga Media. Namna gani unaweza kupatikana kwa ajili ya kusaidia endapo kitafutwa, endapo wakiwa na uhitaji wa kupata huduma ambao tumeongea vitu vingi vikubwa hapa. Ni kitu ambacho nimekibeba mimi mpaka sasa hivi, ni swala wewe kabla 40 unaweza kumrudisha Karen. So wanakupataje na uko maeneo gani ambapo labda kuna wagonjwa wengine ukute wako mitaa hawajui kama hapa kuna huduma inapatikana, kwa sababu wewe sio mtu wa mitandao. Kwa unapatikana kwa namba gani na utasema pia unapatikana sehemu gani ili iwe rahisi kwa watazamaji wa Pafenga Media na Watanzania kwa ujumla kujua wewe uko wapi ili waweze kupata huduma yako kirahisi. Okay. Kama wakati mimi niko hapa Tanzania, kama sijatoka, napatikana Mbande unakuja mpaka Azam Complex, uwanja wa Azam ule. Ukifika uwanja wa Azam unapiga simu namba yangu ambayo ni 06 93 93 95
95 30 30 57. 57. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukanipiga, ukapiga simu ukaipata, au kwa namba nyingine ni wape namba ya nini ya Voda. 07 07 52 52 03 03 74 74 20. 20. Hiyo ni namba ya Voda. Jamani, tuko na Dr. Hamza, bado tujamaliza. Tungependa kidogo kuangalia mazingira kidogo, kwa sababu tuko sehemu ya ufalme kama ulivyosema. Tungependa kuangalia vitu mbalimbali hapa kwa ajili ya kujifunza pia kwa wale ambao wanatutazama kupitia Pafenga Media. Hapa kwanza ni nyumba sehemu, maana mgonjwa yote anapokuja hapa nyumbani kwangu, sawa, anakuja amebebwa, anatoka hapa anatembea mwenyewe kutoka huko ndani. Sio huko ndani, yake huko ndani. Huko ndani hapa ni nyumba ya wazee. Sawa, inawakilisha mizimu. Okay. Sasa hapa mtu kwamba mzimu unaona hapa uoni, lakini mimi nikiongea nao na waona. Mimi nikiongea nao na waona. Hichi ni kitezo cha kuwachomea ubani. Nachoma ubani huko ndani na wachomea ubani wazee. Wanafurahi kama una jambo lako, mtu anasema jambo lake, unakuja na jambo langu kuna hili na nini, ukifanya hivi, ukifanya hapo kipiga tayari ile jambo linaondoka. Na wana bendera yao kabisa. Hii ni bendera yao kabisa. Hii ni bendera kwa sababu ni ufalme, huu ni ufalme. Okay. Na sio hivyo tu, na kuna ngome yao nyingine inaandaliwa huko. Okay. Kuna ngome yao inaandaliwa huko. Lasi ngome yao itakapomalizika ngome yao, tutakwenda kwenye ngome yao kwenda kuiangalia ngome yao. Okay. Naam. Kwa hiyo hapa ikitokea mtu tu usiku mlevi amechoma moto inakuwaje? Hakuna hiki, hakiwezi kuwaka na moto. Kwanza hawezi kufika, akifika hapo kwanza atasahau kile alichokikusudia kwanza. Okay. Atakapofika atasahau alichokusudia. Okay. Sawa? Sawa. Pia nimeona kuna ngozi hapa. Hii ngozi ya hii ngozi ni ngozi wanaochinjwa hapa. Ni ngozi ambao tukifanya kazi kuna baadhi ya maradhi, kuna mtu unakuta mtu yupo Marekani, sawa? Unamkuta mtu labda yuko Marekani, mtu akiwa Marekani huwezi kumtibia hivi, sawa? Utafanya visomo, utafanya dawa, kisha utaomba Mwenyezi Mungu, utafanya kafara ya kuchinja. Sawa? Ukishachinja hiyo nyama hizo unawapelekea majirani, watu ambao wasiojiweza, sawa? Yatima, sawa? Wanapata kile, wanafurahia, basi Mwenyezi Mungu anamfungulia jambo lake linakwenda vizuri. Na nyama iliyochinjwa kwa kutolewa kafara haina madhara kwa raia? Haina madhara yoyote, ile ni swadaka tu. Okay. Ile ni swadaka tu. Tumechinja kwa kafara kwa mkomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ili jambo hili, sawa? Tunamuondosha mnyama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kumfungulia majambo huyu mtu. Okay. Naam. Lakini pia kuna bango hapa nimeliona. Hilo bango ni la dawa. Kuna dawa, kuna kipindi kuna vituo nilikuwa navitengenezea dawa. Sasa baadaye wakawa wamesumbua kulipa malipo. Sasa nilikuwa nimetoa mabango yangu, nilikuwa nimewaacha wenyewe na kazi zao hizo. Okay. Naam. Hapa mlangoni kuna pazia nyekundu. Hii pazia nyekundu linawakilisha ufalme, manake hapa kuna mganga. Huu ni ufalme, manake kuna mganga. Sawa, ili pazia nyekundu linawakilisha kuna huu ni mlinzi manake. Okay. Manake huyu kuna rohani anaitwa Simba. Kuna rohani anaitwa Simba. Simba. Sio mnyama ule. Yaani ni Simba, manake Simba, anapunguruma, manake unapokuja unauma kichwa, kiunguruma kikuchika hapa, manake kichwa chote kinapona kichwa. Kama una kitu kwenye mwili wako. Hapa kama unaumwa ukifika hapo unashangaa umeshikwa. Hapana, huwezi kushikwa mpaka uingie ndani. Manake hapa nimekwambia mnyama yaani okay. Wewe manake. Ndio anakushikia ndani. Sasa. Hebu tuko na Dr. Hamza. Tunapata mawili matatu. Sisi tukaingia ndani kidogo. Sawa. Okay. Ndugu mtazamaji wa Pafenga Media, hii ni sehemu sasa ambao mtu akija anapata huduma kwa Dr. Hamza. Mzee, hii ndio naona ndio sehemu yenyewe. Hii ndio sehemu yenyewe, hii ndio nyumba ya wafalme sasa hii. Okay. Nyumba yenyewe haihitaji damu za kuua watu. Hii ni nyumba salama. Okay. Nyumba ambayo iko safi, mtu yote atakapokuja, hata kama unakuja umebebwa hivi, kutoka ndani unatembea na miguu yako. Kuna ambavyo tunaweza kupata maana yake kwa nini kiko hapa, kina kazi gani, kama hautojali, kama inawezekana. Wala usijali. Ndio. Wala usijali. Tukianzia na hizi buyu. Okay. Hii vibuyu hivi. Sawa. Hii ni tunguli. Ndio? Hii inaitwa tunguli. Inaitwa tunguli. Inaitwa tunguli. Hii ni tunguli ya bibi. Okay. Tunguli ya bibi asili anaitwa bibi. Okay. Bibi. Hii tunguli hii, sawa?
kwa mgonjwa anapokuja. Sawa? Kwa mgonjwa anapokuja, mgonjwa anapoleta shida, mgonjwa akija amezidiwa, unaweza kuchukua kidogo ukamlisha dawa kupitia yule mgonjwa anakaa vizuri, anakaa sawa sawa. Kwa hiyo ni mtunguli wa bibi, si ndio? Alafu ana dawa. Okay. Anayefuata hapo? Anayefuata kulia kwako. Huyo kulia kwako huyo na ni tunguli hiyo. Sawa? Hiyo ni tunguli ya mapenzi ambayo mtu bana anataka bana mimi nataka nini, kuna mtu ananisumbua mimi kwa nachukua dawa hiyo, kuandika jina lake kwenye jina la yule mtu yule. Kwanza kabla kuandika jina la yule mtu, tunaangalia kwanza yule mtu haya mapenzi yamesababishwa na nini? Sawa? Kwa sababu huwezi kumpa dawa tu, sawa? Kumbe ana vifungo au kuna kitu ambacho kimesababisha nini? Sawa? Utamaliza dawa zako. Kwa kabla kuna shida gani? Kwa ukisha gundua kuna shida, unasafisha uchafu ule, halafu ndo unaanza akiwa msafi, anachukua majina yake yale, sawa? Anaandika kwenye karatasi majina 7, unachukua hiyo tunguli, unaweka hiyo dawa humo, unaweka, unamwambia nenda kachume kwa kumuita yule bwana atakuja. Okay, kwa faida ya vijana. Hapa kwenye mapenzi hapa. Hapa penyewe hapa. Kwa faida ya vijana. Hii unaweza ukamwekea mtu dawa, hiyo pia tuweke sawa daktari. Ukamwekea mtu dawa ya kukupenda wewe. Hali ya kuwa yeye ana mtu ambaye anapendana naye na wanaishi vizuri katika mahusiano yao. Je, hii ni sawa kumtoa mtu kwenye mahusiano yake ambayo yuko na mtu kwenye mahusiano wanapendana na wana malengo mazuri na hamna ugomvi wote, wewe ukamvuta kupitia nguvu ya hii? Na unaangalia kwanza na mapenzi yale yako vipi, kwa sababu kuna mtu yeye anasema yuko naye alafu anazidi kuzini tu. Okay. Anazidi kuzini, hamna ndoa pale manake. Wanaishi. Kwa hiyo ukimtoa unataka kuoa, wewe kama unataka kuoa sisi tunamchukua unaoa. Kwa kama mpenzi ule mpenzi wake ni mpenzi wa mtu, anaweza kuchukulika kirahisi. Anachukuliwa tu. Kwa sababu yeye anachukulika kwa sababu wewe unasema baada nakuuliza wewe unataka kuoa. Ndio. Bana mimi nataka yule nampenda miaka mimi. Lakini ananisumbua. Kwa hiyo tunaifikiza nafsi ya yule pale. Yule hata kwa yeye kwa sababu kama akiwa mapenzi na miaka sawa, wana miaka wanazidi tu wenyewe, sawa? Kwa hiyo hapa unaweza ukafanya jambo ukamchukua yule akaja mara moja ukaoa, basi tukapata thawabu. Let's say tumemchukua sasa, tumeshamuoa. Dawa ya expire